Karibu katika Kodi Talks. Hapa tunazungumza kodi, tunaizungumza elimu ya kodi kwa ajili ya kukufikishia wewe mtazamaji ama pia mlipa kodi. Na leo nimemwalika mfanyakazi kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania, tuzungumze naye kuhusu kodi, kwa sababu hawa ndio ambao wanaingia mitaani kwa ajili ya kuweza kuikusanya kodi, lakini pia hawa ndio ambao wanatupatia elimu ya kodi. Karibu sana. Asante sana. Mtazamaji ambaye anatutazama sasa hivi angependa kufahamu kwa jina unaitwa nani? Okay, asante. Kwa majina naitwa Vaishali Lalji, ni afisa wa kodi kutoka walipa kodi wa kati. Ndio. Sawa. TRA mwaka huu 2026 inatimiza miaka 30, kwa maana ilianza kazi mwaka 1996. 96 ulikuwa wapi? Ilikuwa bado sijazaliwa. Bado ilikuwa sijazaliwa. Yes. Lakini baada ya kuwa sasa umeanza baada ya kukua na kuanza kusoma, ulikuwa na ndoto ya kufanya kazi TRA? Ndio, nilikuwa na ndoto ya kuitumikia wananchi na kuitumikia taifa langu. Kwa hiyo TRA ilikuwa ndoto yangu ambayo imekuwa kweli. Kwa mara ya kwanza unapokea huo ujumbe, labda ama kama ulipigiwa simu umefanikiwa kupata nafasi ya kuitumikia TRA, ulijisikiaje na furaha yako ilikuwaje? Nilijisikia vizuri sana kusema kweli. Nilikuwa nimepokea email na nilikuwa niko kazini na nilifurahi sana. Nikamaliza kazi haraka, nikaondoka. Yes. Watu kazini walikuonaje huko ambapo walikuwa wanafanya kazi mwanzo? Amna, walini wish to well, wakaniombea mema, wakanishauri. Ndio, because nilikuwa pia niko katika maeneo ya kodi pia, ila sekta binafsi. Okay. Kwa hiyo, nilikuwa na mentors, watu ambao nilikuwa I look up to. Kwa hiyo wakani guide, wakanielekeza, wakanipa blessings zao na nika depart. Baada ya kuingia Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA na kuona namna ambavyo watu mbalimbali wanavyofanya kazi, wewe sasa unauonaje utendaji wako wa kazi baada ya kuingia TRA? Utendaji wangu wa kazi baada ya kuingia TRA una utofauti na nilivyokuwa natenda kazi upande wa sekta binafsi. Maana katika upande huu tunautumikia sana umma. Kwa hapa sasa hivi tunachokifanyia kazi zaidi ni kutoa elimu kwa umma na kuwapa service nzuri kuwapa service nzuri za kodi. Ndio. Unafanyaje sasa unaposema kuwapa huduma nzuri za kikodi wateja wanavyokuwa katika eneo lako, labda ni vipi ambavyo mnawahudumia wateja? Okay, tuna njia mbalimbali za kuhudumia wateja. Tuna njia ya mlango kwa mlango, huaga tunapita mlango kwa mlango kwa wafanyabiashara na kuwapa elimu ya kikodi zaidi na kuelimisha, na kama unavyoona sasa hivi kuna mabadiliko ya sheria. Kwa hiyo pia tunahamasisha walipa kodi wetu, tunafahamisha sheria ambazo zimebadilika ili wawe updated pia na waweze kuzitumikia katika kazi zao kila siku. Na zaidi ya hapo tunakuwa wakija kwenye makadirio, huaga tunawasikiliza changamoto zao na tunaangalia jinsi ya kuwawezesha. Tunaweza tukafanyia training jinsi ya kuwawezesha ili biashara yao iendelee kukua zaidi, because tunaelewa kama biashara yao inakuwa na sisi mapato yetu yatakuwa na nchi itakuwa kiujumla. Tunaona Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, hasa katika kutanua wigo wa kodi, lakini pia kuendelea kuboresha huduma kwa walipa kodi. Ukiwa ni mtumishi wa TRA, umejipangaje kuhakikisha unatoa mchango wako katika kuongeza ama kupanua huu wigo wa kodi? Asante sana. Kwanza ningependa kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais, na pia Kamishna Mkuu wa TRA kwa leadership yao na uongozi wao na kutuelekeza jinsi ya kufanya kazi na utii. Kwa hiyo tuna njia mbalimbali, kwa mfano tunaendelea kuongeza wigo wa kodi katika huduma za online. Siku hizi tunaona kuna huduma nyingi zinatolewa kwenye mitandao. Kwa hiyo tunajaribu sasa kutoza kodi katika eneo lile ambalo ni jipya kidogo, ni ngeni pia. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha watu upande ule, na pia tunaendelea kuhamasisha watu kulipa kodi kwa hiari, because tunaelewa kama watu wakilipa kodi kwa hiari itakuwa ni manufaa kwa ajili ya sio tu kwa ajili ya nchi but kwao wenyewe pia, because wataendelea kupata huduma ambayo ni bora. Na pia tunahamasisha lipa kodi kuwapa elimu kwa kutoa risiti
pale wanapofanya mauzo, na pia wale wanaonunua basi wawe wanadai risiti, kwa sababu pamoja tunajenga taifa letu. Mwaka wa fedha huu wa 2026 2027 tumeuanza toka Julai mosi. Umejipangaje kuhakikisha kwamba unakwenda kuwahudumia vizuri walipa kodi katika mwaka huu wa fedha? Tumejipanga vizuri sana kwa ajili, na ndo tuna mkutano huu pia because tumejipanga na tunaendelea pia kujipanga through mikutano kama hii, because sasa hivi tunaangalia tulivyofanya mwaka wa fedha uliopita, pamoja na tunajenga mikakati ambayo itatuwezesha kufika malengo ambayo tumepewa na Mheshimiwa Rais, pamoja na jinsi ya kutoa huduma bora kwa walipa kodi. Kuna mtazamaji ambaye anatutazama, lakini pia kuna watumishi wenzako ambao wanakutazama kwa sasa. Una wito gani kwao katika kuhakikisha kwamba wanakwenda kutenda haki kwa walipa kodi, ili basi kila mmoja alipe ile kodi ambayo anastahiki kuilipa? Asante. Kama tulivyoelekezwa na Mheshimiwa Rais kwamba tuwe tunahudumia walipa kodi katika usawa. Kwanza wakija hata kukadiriwa kodi zao ya mapato, tuwe tunawa treat katika usawa, na tuwe tunawapa huduma ambayo ni bora zaidi na kuelekeza pale ambapo wanakosea. Na yes, kwa tutakuwa tunatekeleza kutoza kodi ambazo zinaendana na mapato ya mwananchi au mapato ya mfanyabiashara. Yes. Kwa hiyo sana sana ni kwenye kuelimisha walipa kodi na pia kuwa treat katika usawa, na kufanya kodi isiwe ile ambayo inamuumiza mfanyabiashara, but ile ambayo inaendana na uhalisia mapato yake. Pamoja na hiyo pia huwa tunaongeza nguvu katika kuwatembelea zaidi walipa kodi wetu, ili tuweze kuona hali halisi wanayopitia au hali halisi ya biashara zao, ili tuweze kuwakadiria ipasavyo. Sawa, tunaona umewazungumza hasa hapo walipa kodi ambao kwa hakika wamewezesha Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kuvuka malengo ya makusanyo kwa mwaka 2025 2026. Nikikupa sekunde 20 za kuwapongeza walipa kodi, utasemaje? Ningependa sana kwanza kuwashukuru walipa kodi wote kwa kutuunga nguvu, because bila nyie tusingeweza kufanya kuperform tulivyo perform. Kwa hiyo hatuna budi bali kuwashukuru sana, na pia tunashukuru pia viongozi wetu wa taifa kama Mheshimiwa Rais. Tunakushukuru sana kwa ajili ya guidance yake na mentorship yake. Yes. Lakini zaidi ya hapo tunashukuru sana lipa kodi, na tunatarajia wataendelea kutunga mkono, because safari hii ambayo tumeipita tumeshaifunga hiyo chapter, na sasa hivi tunaenda katika mwaka mwingine wa fedha. Kwa hiyo bila support yao hatuwezi kufanikiwa, na kama tulivyofanikiwa kuvuka malengo ya mwaka wa fedha uliopita, naamini pamoja na support yao tutaweza kufanikiwa na malengo ya mwaka huu. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi kwa siku ya leo katika Kodi Talks. Thank you so much. Asante. Asante sana mtazamaji ambaye umetutazama toka tunavyoanza Kodi Talks kwa siku ya leo. Mimi sina la ziada, na hapa na mimi naondoka nikiwa nawapigia makofi walipa kodi kwa kuhakikisha kwamba unaendelea kulipa kodi kwa usahihi, lakini pia kwa wakati. Mimi naitwa Yahya Said.